sikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote, Yesu okoa, tiini amri hiyo, nchini baharini. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel, ni ukaribishe kwenye kipindi chetu cha kila siku ya Jumatano muda kama huu. Kipindi ambacho tunapata muda wa kusikiliza neno la Mungu kwa upana wake kwa kina. Ni kipindi ambacho mtazamaji mmoja amenifurahisha sana, anasema ni mafunzo ya kijeshi. Yeye amekiita mafunzo ya kijeshi kwa jinsi ambavyo kimekuwa kikimsaidia katika kuelewa namna ya kuishi kiroho, lakini na maisha kwa ujumla wake. Kwa hiyo nikaribishe sana. Nipende kutumia pia fursa hii kuwapongeza watu ambao nimekuwa nikiangalia na kuvutiwa nao sana. Wanawahi mapema kabla ya muda, dakika 5, wengine nimeshangaa kuna wengine dakika 10 na kitu wako tayari tu wanasubiria. Ninaongelea wale ambao ninawaona kupitia YouTube, lakini kuna wale wengine ambao wanangojea wakiwa katika televisheni zao kule nyumbani. Hili jambo linaonyesha kiu ya kupata neno. Biblia inasema heri wenye njaa na kiu ya haki. Ukiwa na kiu ya kula neno la Mungu na kunywa katika kisima cha kiroho, Mungu atakupatia. Hebu tuweze kuomba kabla ya kuanza kipindi. Tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, ninakutukuza, ninakushukuru sana kwa kuwa wewe mwenyewe ni Mungu uliyetuumba sisi, na pamoja na kwamba dhambi iliingia duniani, hukutuacha sisi peke yetu, ukatutengenezea mlango wa kutokea, na bado kwa neema yako unatufundisha namna ya kuishi maisha haya. Ninaomba kwa ajili ya ndugu yangu, dada yangu, mama, baba ambaye anafuatilia kipindi hiki masaa kama haya, ukambariki. Najua kuna ambao wanatazama wakiwa ni wagonjwa, wakati wanasikiliza kipindi hiki tu wakapokea uponyaji. Kuna ambao wanasikiliza wakiwa na msongo mkubwa wa mawazo, wakati anasikiliza kipindi hiki akapate amani. Kuna ambaye anasikiliza akiwa amechoka kwa sababu ya changamoto mbalimbali, ukamwonyeshe jinsi ambavyo unaweza kumsaidia ndani ya muda mdogo wa kipindi hiki. Neema yako inatosha. Asante, maana we ni Mungu na umesikia na unakwenda kutenda zaidi ya vile tulivyotamka. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Tumekuwa tukiangalia mambo ya kujenga ngome. Tumetazama jinsi ambavyo pia unaweza ukaziba ile milango au madirisha ambayo adui anaweza akatumia kuingia. Watoto wa Mungu mnaonisikiliza, mjue ya kwamba chochote kile ambacho kinafanyika katika ulimwengu wa shetani na watu wake ni kopi yanafanyika katika ulimwengu wa Mungu wa kiroho. Unaweza ukasema, mchungaji, sija kuelewa. Shetani ni kwamba tu ameiga kila kitu unachokiona ambacho anakifanya kupitia mawakala wake, waite waganga, waite wachawi, waite wabudu mashetani. Chochote wanachofanya ni kwamba wanakopi vile vitu vya Mungu na kuvipotosha, ili baadaye ionekane kwamba shetani ndiye ambaye amefanya hayo mambo. Lakini mengine pia wanawaelekeza watu kutenda nje ya mstari ili viweze kuleta madhara. Pasta, bado sija kuelewa. Dawa ikitumika ndani ya kiwango ni tiba, ikizidishwa inaleta madhara. Mwenye sikio anaweza akanisikia na akanielewa. Sitaki watu wafikie level ya kumtukuza Ibilisi kana kwamba anaweza kuumba, ila ni kwamba kuna kanuni zipo tayari anazijua, na hizi kanuni kwa sababu anazijua anawafundisha watu wake, sio kwa nia nzuri, nitumie kinyume chetu au kinyume cha ufalme wa Mungu. Lakini sisi kwa aliyeko ndani yetu tuna nguvu kuliko yeye kwa sababu ya Kristo Yesu. Haleluya! Sikia vizuri. Unakumbuka Elisha alipokuwa anamsindikiza Eliya, wakavuka mahala fulani, watu wakapigia kelele akimwambia, unajua huyu atatwaliwa na nini? Elisha akamwambia, ndio najua, inawahusu nini? Elisha akaenda
na Eliya. Wakati Eliya anaondoka, Elisha akaambiwa, ukiniona nikiondoka utapata kile ulichokiomba roho yangu mara 2. Akawa makini kumwangalia wakati anaondoka. Alipokuwa anaondoka, kuna kitu aliachiwa vazi. Akaachiwa vazi. Lile vazi ilikuwa ni ishara ya nguvu ya kimungu, na wakati anarudi akakutana na mto ambao waliuvuka pamoja. Wakati wanavuka pamoja, anakumbuka ya kwamba walivukaje. Hii stori ya walivukaje haitaji sana kwenye Biblia, unaipata wakati anaporudi, ndipo unapata picha. Akapiga lile vazi katika mto ili apate njia ya kupita. Maji akagawanyika, akapita. Kufika kule mbele, akakutana na watu watoto wanamtania, paa wewe mwenye upaa. Utafikiri mwandishi wa Biblia alikuwa ni Mswahili, maana ya maneno mawili yanafanana sana. Upaa na kupaa vinafanana sana. Akatamka maneno. Alivyotamka maneno, mnyama mkali akatoka akawala wale watoto. Unasema, Pastor, haya maneno ina maana kwamba yana miujiza ndani yake? Siongelei magical words, maneno yenye miujiza au uchawi. Ninaongelea nguvu ya mamlaka iliyoko ndani. Kwa alipotamka yale maneno, mnyama mkali akaja akawararua wale watoto. Kuna watu wanajaribu kuichukulia hili tukio kama tukio la wanajaribu kulifanya la kiroho, kiroho zaidi, na kudifendi na kutetea hoja kwamba ilikuwa ni kwa ajili ya fundisho, ili lile fundisho watu wasije wakamchezea nabii hapo baadaye. Hiyo ni kujaribu kuspiritualize, lakini ukilitazama kwa jicho zuri kabisa, uliache kama lilivyo, hakuna spirituality hapo. Kuna misuse of energy, ni matumizi mabaya ya nguvu. Ndio na pause kidogo ili uendelee kuitafakari uweze kuelewa. Kama sio matumizi mabaya ya nguvu, kwa nini Yesu anakuja kuonya baadaye, barikini wala msilaani? Kwa nini? Anajua kuna nguvu iliyoko ndani. Nenda ukaangalia wakati wanafunzi wa Yesu wanapopita Samaria, na Wasamaria wakagoma kumpokea Yesu. Wanafunzi wa Yesu wakapendekeza, wakamwambia Yesu, tuite moto kutoka mbinguni wachome hawa watu. Yesu alikataa, akamwambia, hamjui roho mlionayo nyie. Lile neno lina double meaning, lina maana 2. Cha kwanza ni kwamba nguvu iliyoko ndani nitakachokitamka kitakuwa. Lakini maana nyingine ni kwamba roho ambayo unaitumia wewe kutamka hivyo hayo maneno sio roho ya huruma. Niweza unaambia mwana wa Adamu amekuja kuokoa. Mimi sikuja kumaliza wala sikuja kuangamiza. Nataka uendelee uweze kuona misuse of power ambayo watu wanajaribu kuispiritualize na kuichukulia kama vile ni kitu cha kiroho, lakini ni kwamba hata kama uwe mtumishi wa Mungu, kuna wakati unaweza ukatumia vibaya nguvu uliopewa na Mungu, na hicho kitu tusikihalalishe. Nenda ukatazame vizuri historia jinsi inavyoelezea siku Anania na Safira walipodanganya, wakaambiwa hamkumdanganya Petro, mmemdanganya Mungu. Kulikuwa na komandi ya Petro ilikuwa iko ndani, akafa wa kwanza. Alipokuja wa pili, na ili ujue kwamba Petro pale mwanzo alikuwa na kitu alikitamka ambacho hatuambiwi. Anaongelea tena, anamwambia miguu, tazama miguu iliyokuwa imemchukua fulani inakuja na watakuchukua na wewe. Jamaa anaanguka, anakufa. Huwezi kuona lile tukio likirudiwa tena, maana mitume nao walikuja kujifunza kwamba hapana, hii kitu hakitaendelea. Japo kanisa lilijawa na hofu na kile kitendo, lakini njoo tumtazame Mungu ambaye nawaambieni habari zake. Mungu hapendi kuabudiwa kwa hofu, anapenda kuabudiwa kwa upendo. Kwa hiyo mchungaji, unamaanisha nini? Namaanisha hivi, mzee wa kanisa uliyewekewa mikono ya uzee wa kanisa, kuna nguvu ya kimungu iko ndani yako. Itumie vizuri hiyo nguvu, usiitumie vibaya. Ukimlaani mtu inakuwa. Mama ambaye umezaa mtoto, kuna nguvu ya umama iko ndani yako, kuna nguvu ya ubaba iko ndani yako. Utakapoitumia vibaya against, kinyume na mtoto wako, anapata madhara. Ndiyo. Sikia, ukibaki katika hali ya Ukristo uliozoea ile ya zamani bila kukomaa katika ufahamu wa kiroho, ukabaki pale pale, utakuwa bado ni Mkristo mchanga.
Lakini hivi tunavyojifunza kila kukicha, unaendelea kuelewa kwamba kumbe kuna vitu nimemisiuzi mwenyewe, lakini namlaumu Mungu. Maneno kama hayo unaposikia kwamba msimwekee mikono mtu kwa haraka kwenye mashauri ya Paulo, anamaanisha vitu vingi sana. Sifa ya mzee wa kanisa na sifa ya shemasi inatajwa vizuri, zimetajwa pale, na zinapotajwa utakuta kuna kitu kimetajwa vingi. Mojawapo ni kujitawala, hisia, hasira, kwa sababu unapowekewa mikono, ile nguvu unaweza ukaitumia vibaya kabisa. Mungu atusaidie tuweze kuelewa. Sasa kwa nini nimeongea yote haya? Nahitaji kukutoa katika maisha ambayo unakuta mawakala wa adui wanakushambulia na wewe unawapa sapoti kwa kulalamika, unawapa sapoti kwa kuelezea jinsi wanavyokushambulia sana. Unakuza upande wa adui kuliko kukuza upande wa kimungu. Kuna nguvu katika kumjadili Mungu na nguvu zake. Kuna malaika wanatumwa hapo kuja kusikiliza wanaongea hayo mambo. Kitabu cha Zekaria kimeeleza vizuri habari hiyo. Kwa sasa anza kubadilisha mtazamo wako. Sasa unapoongea na rafiki yako, acha kusimulia sana jinsi shetani alivyokupiga, jinsi mambo yalivyo. Unamuinua. Kwa nini usieleze zaidi jinsi Mungu alivyokuokoa zaidi? Sasa mchungaji, nitaelezaje bila kueleza jinsi ilivyokuwa? Ni rahisi tu. Badala ya kusema jamani, yani ni ile tunaanza biashara moto, haujakaa vizuri, sijui wakanifanyia hivi, nikaingia hasara. Unaona hiyo story tunavyoisimulia yote, hiyo story yote inamtukuza shetani. Sasa the same story hiyo hiyo unaweza ukaifanya kwa utukufu wa Mungu, asema jamani, Mungu ni wa ajabu. Unajua nini? Nilianzisha biashara Kariakoo, palipotokea ile shoti ya umeme pale, nyumba zikaungua. Ninamshukuru Mungu maana sikuwepo humo ndani. Unaona, tayari ni stori ile ile, lakini hapa inaonyesha Mungu aliyekuokoa. Haleluya! Badilisha stori, badilisha stori. Leo utajifunza kitu cha msingi sana, kichwa kinachosema kushinda mipaka ya huzuni na kupenya kiroho. Hapa kuna kitu nataka ukielewe, ndio maana nikakuanzishia dakika 10 nzima na kitu kwa ajili ya hiki, kwanza uweze kukielewa, ili tunapoenda huko uweze kuelewa vizuri mipaka iliyojengwa, watu walikuwa wanajisemeaje, watu walitambuaje, nini kilibadilika ili uweze kupata ushindi. Mawakala wa shetani wasikutishe kwa chochote. Aliye upande wetu ni mkuu kuliko wa kwao. Jifunze kusifia ufalme wetu kuliko kuongelea ubaya wa ufalme wao. Kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya 4 fungu la 9 na la 10, kuna somo ambalo nililiongelea habari zake lililopita, lakini leo nakuja kwa staili nyingine. Biblia inasema Yabezi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mama yake akamwita jina lake Yabezi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabezi akamwita Mungu wa Israeli akisema, laiti ungenibarikia kwelikweli na kuipanua mipaka yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, na wewe ungenilinda na uovu isiyo kwa huzuni yangu. Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Sasa Yabezi anatajwa kwa mafungu machache, lakini kuna mambo kadhaa ambayo utakuja kuyaangalia taratibu tunapoingia katika somo letu la siku hii ya leo. Siwezi kusahau katika huduma ya kichungaji nakutana na watu wengi, nakutana na matukio mengi. Ndio sababu wakati mwingine ninapoongea na nyinyi wanapenda kusema kwamba kuna wakati mimi napiga magoti kumwomba Mungu, ninakosa cha kumwomba. Sio kwa sababu sina maombi, sina cha kumwambia, ila ni kwa sababu nimekutana na watu wengi, nikaona kile ambacho anakipitia, ninakuja kumwona huyu Mungu na kumuuliza Mungu, sasa mimi kwa haya yote ambayo mema ulionifanyia niseme nini? Yani najikuta badala ya kupeleka mahitaji yangu ninahesabu baraka. Kwa nini nahesabu baraka? Ni kwa sababu kuna namna Mungu amenitendea kiasi kwamba nashindwa cha kusema. Sikiliza hii. Nikuona na mtu mmoja ambaye Mungu alimbariki sana, na ni kati ya watu ambao walikuwa wanivutia kwa kazi kubwa ambazo wanazifanya. Ni kiongozi shupavu, akisimama akiongea na mvuto mkubwa sana, na Mungu amembariki, amepanda cheo katika nafasi aliyokuwa amepewa pale katika kampuni, akawa mkuu wa idara, kutoka cheo cha kawaida mpaka afika level ya kanda.
Siku moja tumekutana naye akiwa ananiambia, pasta, kuna jambo nahitaji niongee na wewe, tukiwa wawili ofisini. Tukaingia ofisini kwangu tukaanza kuongea, lakini alitokwa na machozi mengi sana. Ananiambia najaribu kuficha kile ambacho kinaendelea ndani yangu. Anasema anajaribu kuonyesha ya kwamba yuko vizuri, anasema lakini ndani amejawa na hofu, na wakati mwingine anahangaika. Anasema hata wakati ninashangaa hata jinsi anavyopanda vile vyeo katika ile kampuni yao. Anasema nilikuwa nashangaa sana. Sikia, anasema maneno haya, mchungaji, kila anapofanya uamuzi mkubwa wa kupanua kampuni na uwezo ule wa kazi jinsi ulivyo alipowekewa pale, anasema kila anapofikia hatua ya mafanikio ambapo watu wengine hawajui, wanaona kama vile niko vizuri, anasema nakuta kama kuna ukuta wa moto unanizuia, lakini kwa nje tulikuwa hatuoni hicho kitu. Mimi ni kati watu ambao nikiwaona nasema kwamba huyu jamaa amefanikiwa vizuri kabisa, yuko vizuri kabisa. Kwa kifupi, sikupata muda wa kufuatilia kila kitu, ila nikamshauri aende kwa mwanasaikolojia mwingine ambaye ninamfahamu. Nikamwambia nenda mkakutane, na nikamwandikia vitu kadhaa pale. Akaenda wakakutana, wakaongea vizuri. Baada ya kuongea vizuri, yule mwanasaikolojia akawa ananipa feedback ya mteja wangu ambaye nimemkabidhi. Akaanza kunielezea kila alichokigundua. Ni kwamba yule bwana alikuwa na mambo mengi, ni vita za utotoni alizokuwa anapambana nazo. Hebu fikiria, mtu umekuwa mtu mzima, lakini unapambana na historia za vita za utotoni, changamoto za utotoni. Wataalamu wa saikolojia kuna kitu wanaita kitaalam childhood traumas au kiwewe cha utotoni. Kuna matukio tunayapitia utotoni yanakuja kujionyesha katika utu uzima. Kwa mfano tu niseme hivi, mahusiano mengi, ndoa nyingi zinatikisika katika masuala ya mawasiliano na nini, na mpaka unashangaa, mwenzangu mbona naakti na mbona yuko hivi. Asilimia kubwa ukichunguza yale mambo, mwenzako anapitia kiwewe cha utotoni, childhood traumas, ambazo kama akipata mtu ambaye anaweza kuzichimba vizuri, akazielewa na wakaanza kupambana nazo vizuri, yani kuzishughulikia, anabadilika na kuwa mtu mzuri kuliko ulivyokuwa unaweza kufikiria wewe. Yabesi aliitwa Yabesi na jina lake lilikuwa lina maana kubwa sana. Maana ya jina la Yabesi ilikuwa ni machungu. Unajua, huyu bwana ambaye naambia habari zake, napenda ninukuu maneno yake yafuatayo. Kwa wale ambao mnafuatilia online, mnafuatilia kupitia Hope Channel, mtaona maneno haya ambayo napenda sana kuweza kuyanukuu. Siku aliyozaliwa na mama yake akiwa katika msongo mkubwa wa mawazo na uchungu, alimwambia, wewe umeleta laana tu katika maisha yangu. Ulizaliwa wakati mbaya na uwepo wako ni ukumbusho wa maumivu yangu. Kisaikolojia, mkurugenzi huyu alikuwa anateseka na kile kinachoitwa imposter syndrome, hofu ya kiongozi kujiona mlaghai, akisukumwa na mtindo wa mfungamano wa hofu na kujihami, anxious avoidant attachment style. Alikuwa akitumia mafanikio makubwa ya nje kama njia ya kujihami na kuficha majeraha ya utotoni. Unaona maneno mama yake aliyomwambia wakati ameshaanza kukua hapo, ameanza kusikia, na mama yake alimwambia, wewe umeleta laana katika maisha yangu, kwa mazingira aliyozaliwa. Kwa hiyo haya maneno yalimkuwa yanamuwinda na kumsumbua siku zote za maisha yake, na ndio mpaka amekuwa mtu mkubwa kwenye kampuni, ni mkurugenzi, lakini namuwinda. Akionekana amevaa vizuri, amevaa suti, yuko vizuri, hawakujua kile ambacho anakipitia. Na huenda unanitazama sasa hivi, kuna kitu unakipitia ambacho kimekuwinda katika maisha yako. Leo nahitaji kwa jina la Yesu Kristo, tunamwomba Mungu akusaidie uweze kuondokana na hiyo hali kabisa. Haijalishi ulisemeshwa nini ukiwa mtoto, Mungu anaweza kubadilisha historia yako. Yabesi hakuwa akiomba maombi ya kijuujuu ya kupata utajiri au maarufu. Alikuwa akipambana na vifungo vya kihistoria, kiroho na kisaikolojia vinavyozuia utu wake usifike ukamilifu uliokusudiwa na muumba wake. Kila mtu ana kitu alichoumbwa kukikamilisha hapa duniani. Wewe unanitazama hapa, kuna kitu Mungu alikuumba ili uweze kufikia, lakini wakati huo kuna vitu vinakuzuia ili usifikie huko. Ndio maana leo tunahitaji uweze kupenya, uweze kuamka, uweze kufikia makusudi ya wewe kuzaliwa. Kitabu cha Mambo ya Nyakati kinapoanza kuandikwa, kinaandikwa wakati ule, ukiangalia hapo mwanzoni hapo kuna orodha ndefu sana ya majina ya watu.
fulani akamzaa huyu, fulani akamzaa huyu, fulani akamzaa huyu. Ni majina marefu mengi yametajwa hapo, lakini wanapokuja kwa Yabesi wanasema Yabesi alikuwa kuna kitu alikifanya ambacho haikutosha kuandika jina lake katika orodha tu ya majina, lakini kuongezea kitu fulani alichokifanya. Sikiliza unayenifuatilia vizuri leo, niseme hivi: usijidharau, usijipime ubora wako kwa kuangalia watu wengine, usiangalie ubora wako kwa kuangalia ulimwengu unavyotafsiri. Kitendo cha wewe kuzaliwa, umezaliwa kuleta tofauti duniani nzuri. Anza kujikagua kuanzia sasa na uchukue hatua kama Yabesi, na ukishaanza kuchukua hatua utaona jinsi Mungu atakavyokusaidia na utafikia yale malengo. Kwa utamaduni wa Kiebrania, jina halikuwa tu alama ya kumtambua mtu. Mara nyingi jina lilikuwa na maana ya kinabii au lilielezea hali, tabia au matarajio kuhusu maisha ya mtu. Kwa Waebrania walikuwa hawaiti tu mtu jina hivi hivi. Wanapoita jina mtu, wana lengo lao ya kwamba huyu mtu atakuwa ni kama unabii fulani, atakuwa fulani. Utasikia hata katika kuna baadhi ya majina sema huyu anaitwa fulani, mambo ya nguvu ya mwandame. Ndivyo inavyokuaga hivyo. Kwa hiyo walikuwa wana maana hizo. Sisi kule katika milima yetu ya Upareni tuna majina ya asili. Yale majina yote ukiyafuatilia vizuri unakuta yanatangaza matukio. Kama mtu alizaliwa wakati wa njaa, na wakati huo njaa ni kali, na huyu mtu aliyezaliwa ni mwanamke, wanamuita Nanza. Kama ni mwanamume wanamuita Nzota. Hii ni njaa. Kama alizaliwa akiwa yuko njiani, yani mama yake anaenda labda mahali akajifungua pale pale barabarani, kakizaliwa kama ni mtoto wa kiume wanamuita Senzia, ni mtu wa njiani. Umeona hayo mambo jinsi alivyo. Kwa hiyo ilikuwa ina maana fulani. Sasa kwa Waebrania wao wakiita jina walikuwa wanamaanisha, nenda kwa Wakuria utakuta nao majina ya Kikuria hawaiti tu, lina maana. Akiitwa Marwa wana maana ya kumwita hivyo. Sasa walipoita Yabesi walikuwa na maana kabisa. Katika lugha ya Kiebrania jina Yabesi linatokana na mzizi wa neno linalomaanisha maumivu, huzuni au mateso, oseb. Mama yake alimpa jina hilo kama ukumbusho wa uchungu na taabu aliyoipata wakati wa kumzaa. Katika utamaduni wa kale wa Kisemiti au wa Kisemiti, jina alikuwa tu kitambulisho cha sauti ya kumwita mtu. Jina lilikuwa unabii, lilieleza tabia na liliweka mipaka ya hatimaye ya maisha ya mtu huyo. Hebu fikiria kama maana yao ni hii ya kwamba jina linaweka mipaka ya hatima ya mtu, alafu jamaa anazaliwa anaitwa Yabesi, yaani machungu. Leo nataka ni kuonyesha kwamba kuna uwezekano wa kwenda zaidi ya kile ulichotamkiwa kwa sababu ya Mungu aliye hai. Yeye ameitwa Yabesi, maana yake ni machungu, na anajua kwa kabila lao ameshatamkiwa kwamba yeye ni mtu wa maumivu na machungu tu. Hicho ndicho ambacho amekibeba hicho. Kila wakati Yabesi alipoitwa jina lake barabarani au sokoni au mahali popote pale, alikuwa anasikia sauti ikimwambia, wewe ni wa maumivu, wewe ni mleta shida, wewe ni chanzo cha huzuni, wewe. Yabesi alikuwa kila kitu. Yabesi manake ni machungu, ndivyo anavyoitwa, machungu. Sasa tunaongelea habari ya mtu jina, lakini pia na kuna majina, kuna namna ambavyo wewe mwenyewe umejiita, wewe mwenyewe tu umejiita. Hapo ulipo unapoona kuna wenzako wamekuzidi, unasema mimi si wa kufanikiwa, ni jina umejiita tayari. Leo unabadilisha mtazamo kabisa. Badilisha mtazamo na ujue kanuni alizotumia Yabesi mpaka Mungu akamsikia. Sikiliza baraka za kweli na upanuzi wa mipaka ilikuwa kuwaje. Yabesi alizaliwa katika mazingira ya maumivu. Jina lake lilibeba kumbukumbu ya uchungu wa mama yake. Hata hivyo hakuruhusu mazingira ya kuzaliwa kwake yaamue hatima yake. Haleluya! Unaweza kuanza vibaya, lakini nataka nikupe habari njema. Unaweza ukamaliza vizuri ukijitambua wewe ni mtoto wa nani. Neema ya Mungu haiwezi kukuacha. Neema ya Mungu inatafuta mtu yeyote ambaye anajitambua. Mgogoro mkubwa ni kujitambua.
Kama watoto wa Mungu wakijitambua, kuna vitu vingi sana katika maisha yao vitabadilika kabisa. Rafiki yangu unayenifuatilia, nikwambie, unaweza ukabadilisha historia yako kabisa kama tu utaelewa hiki ambacho tunakisema siku hii ya leo. Yabesi akamlingana Bwana. Hicho ndicho kitu ambacho natakiwa leo uweze kukitambua. Yabesi akamlingana Bwana. Yabesi hakuomba kijuujuu. Yabesi alijua nini cha kutamka. Sikiliza ombi lake. Yabesi alikataa kukubaliana na ukuta wa huzuni uliowekwa mbele yake na historia ya familia yake. Alichukua hatua ya kiimani na kumwita Mungu wa Israeli akisema, laiti ungenibariki kweli kweli na kuipanua mipaka yangu. Hilo ndilo ombi ambalo aliomba. Laiti ungenibariki kweli kweli. Sikiliza vizuri hilo ombi la Yabesi jinsi lilivyo. Laiti ungenibariki kweli kweli. Kwa nini Yabesi anahitaji kubarikiwa kweli kweli? Hivi ina maana kwamba kuna baraka ambayo sio ya kweli kweli? Rafiki yangu, hebu jiulize hilo swali. Ina maana ya kwamba kuna baraka ambayo sio ya kweli kweli? Hebu jiulize. Wakati mwingine kuna baraka ambazo ukizitazama ni kama vile sio za kweli kweli, kama ukiziangalia vizuri. Na Yabesi hataki baraka kidogo, anasema laiti ungenibariki kweli kweli. Kwa nini anasema ungenibariki kweli kweli? Anasema uniongezee mipaka yangu. Kumbuka tunaongelea habari ya mipaka. Kwanza kabisa, wewe unanitazama, usikubali kufungwa na mipaka ya kibinadamu. Ujue Mungu anaweza kuongeza mipaka yako. Mungu anaweza kuongeza hodhi yako. Mungu anaweza kuongeza maeneo yako, lakini lazima ujue kwamba ni kitu gani kinakusukuma katika kuomba kuongezewa hiyo. Mungu anaweza kubadilisha hadithi yako kabisa kabisa, kutoka mtu wa maumivu hadi ukawa mtu wa furaha. Mungu anaweza kubadilisha kabisa hatima yako kabisa. Mungu anaweza. Fungu la 9, hebu angalia fungu la 9. Anasema mama yake alimwita jina lake Yabesi kwa sababu alimzaa kwa huzuni. Unaona jinsi ilivyo, ameshasema kabisa. Yani hata ujio wake ni ujio ambao mama anasema ndio kule katika lugha ya Kiswahili kuna watoto wanaitwa sikudhani, siku. Kuna watu wanaitwa tizo. Tizo manake anaitwa tatizo. Hii ndio majina ambao walipewa na wazazi wao, kwa sababu hatujui mazingira. Lakini haijalishi umeitwa nani, haijalishi umejiita nani, leo unaposikiliza hili somo unapokea badiliko jipya, na Mungu akusaidie kabisa. Biblia inaposema mama yake alimwita jina lake Yabesi kwa sababu alimzaa kwa huzuni, cha ajabu ni kwamba mstari huu unapofuatilia vizuri, Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake wao. Mmechunguza kwamba kuna watoto fulani katika familia wakati wanapokuwa wanaonekana yani kama vile wazazi wao kama wanawa despise, wanachukulia kama hawafai fulani hivi. Lakini wale watoto nakuta kugundua katika maisha baadaye wanakuja kufanikiwa, na ndio wengi wao, sijasema wote, wengi wao ndio wanaokuja kusaidia familia zao. Ni kwa sababu walikataa kufungwa na yale mazingira. Na ukikataa kufungwa na yale mazingira, usikubali kulipiza pia kisasi. Yabesi akabarikiwa kuliko ndugu zake wote. Hapa Biblia inatuonyesha tofauti kati ya kile mwanadamu anachoweza kukupatia na kile ambacho Mungu anaweza kukupatia. Mwanadamu anaweza kupatia kitu kingine, lakini Mungu anaweza kupatia kitu kilicho bora zaidi. Mama yake alimwita jina lake Yabesi, yani aliyezaliwa kwa huzuni au kwa uchungu, lakini Mungu akampa maisha yaliyojaa heshima. Haleluya! Wanadamu wanaweza kukutambulisha kwa maumivu yako, lakini Mungu anakutambulisha kwa uponyaji wako. Haleluya! Mungu atakutambulisha kwa ushindi wako. Mkumbuke Daudi katika familia yao alikuwa mtoto mdogo kuliko wote. Alikuwa hata hana mwonekano wa kuonyesha kwamba yeye anaweza kuwa mfalme. Hata alipokuja Samueli mtumishi wa Mungu aliyetumwa pale, alichanganyikiwa alipomuona kaka yake na Daudi, akadhani ndiye Masihi, kwa sababu aliona umbo lake la mwili alivyokuwa ni mkubwa, jitu limepanda, akasema huyu ndiye Masihi wa Bwana. Mungu akamwambia usimwangalie umbo.
Hii inakupa picha ya kwamba hata wakati mwingine unaweza kutamkiwa maneno ya kukatisha tamaa na watumishi wa Mungu. Kwa sababu ni mtumishi wa Mungu amekutamkia neno la kukatisha tamaa, unaweza kuliamini kwa sababu yeye ni mtumishi wa Mungu. Leo ninakuambia maneno haya uyabebe, ya kusaidie. Hata watumishi wa Mungu kuna saa wanakosea. Samueli alikosea. Alipoitwa akiwa mdogo alidhani ni Eli anamwita. Alipotumwa kwenda kumtia mafuta Masihi alidhani ya kwamba yule kaka yake na Daudi ndiye Masihi, kumbe alikuwa sio. Kwa hiyo kitendo cha kukosea inaonyesha kwamba binadamu ana mipaka yake. Kuna siku hizi watu wanapewa unabii, anaambiwa wewe utakuwa hivi na hivi. Unabii wenyewe unaopewa ni unabii ambao unakutia hofu, unabii ambao unakutawala, na kwa sababu alisema ni mtumishi wa Mungu unaingia kwenye utumwa wa woga. Nataka nikuambie, elewa, kwenye Agano Jipya sisi ni nani? Ni ukuhani wa kifalme, watu wa milki ya Mungu, taifa takatifu. Sisi tumetumwa kutangaza fadhili za yeye aliyetupenda. Hatujatumwa kutangaza anguko la watu. Ufalme wetu unashinda kila kukicha, hata kama kuna saa mtauona kama haushindi, lakini ndivyo ilivyo. Msalabani alionekana kama vile anashindwa, lakini akafufuka kutoka kwa wafu. Ndiye tunayemtumikia, haijalishi umeambiwa kitu gani. Unajua, katika lugha ya Kiebrania, wakati Yabesi anaposema unibariki, katika lugha ya Kiebrania neno baraka ambalo pia linatumika kwa hata pia kwa lugha ya Kiarabu lina maana hiyo hiyo. Ni neno ambalo lina maana kubwa sana, lina maana kadhaa. Moja ni kuweka wakfu. Lina maana pia wakati mwingine kuweka wakfu lina maana pia ya kumpa mtu uwezo wa ziada. Hiyo ndio maana ya neno baraka. Sasa Yabesi alipotumia neno kweli kweli, alikuwa anatafuta baraka ya agano inayotokana kwenye chanzo cha kimbingu, sio mafanikio ya kijuujuu yanayoambatana na majivuno ya kibinadamu au hofu ya kupoteza. Roho Mtakatifu akusaidie uweze kuelewa hii sentensi. Nairudia tena. Yabesi alipotumia neno kweli kweli, alikuwa anatafuta baraka ya agano inayotoka kwenye chanzo cha kimbingu, sio mafanikio ya kijuujuu yanayoambatana na majivuno ya kibinadamu au hofu ya kupoteza. Yaani baraka za juujuu, ukitaka ujue kwamba baraka ulizonazo ni za juujuu, zina sifa zifuatazo. Moja, inakuwa na hali ya majivuno ya kibinadamu. Mtu anaonyesha kwenye social media, ona tulipokuwa hapa, ona hiki, ona nyumba ninayojenga, ona gari nilonunua, ona hiki. Zile ni majivuno ya kibinadamu. Ile baraka haitokani na Mungu, sio baraka ya kweli kweli, ni ya juu juu. Namba mbili, utakuta kwamba kila wakati unaogopa kupoteza. Hata kama ni kazi umepata, lakini unaishi kwa kihoro. Kila saa unaogopa, huenda nitapoteza, huenda itakuwa hivi. Jua kwamba hiyo sio. Yabesi anasema hii style ya baraka mimi sitaki. Sitaki baraka ambayo nakosa amani. Na mimi naambieni watu, msione kila mtu aliyefanikiwa kwa mtazamo wako wa kibinadamu ukajua ana furaha. Wengine ni baraka za juu juu, hawalali usingizi. Akisikia tu kapo anaanza kushtuka. Mungu atusaidie sana ili tuweze kuelewa. Sasa sikiliza vizuri sasa. Anaposema baraka za agano, ndicho kitu ambacho nataka na ukipiga magoti uweze kukiomba. Lazima uelewe baraka za agano ni zipi. Mungu anapoongea na Ibrahimu anamwambia uzao wako nitawapa nchi hii. Hiyo ni agano. Mungu anamwambia Ibrahimu ya kwamba nitakuwa nawe. Mungu anamwambia Yakobo nitakuwa na wewe mpaka nitakapokuleta tena hapa. Hayo ni maagano, ni makubaliano. Kwa hiyo kuna baraka za agano. Baraka za agano haziangalii mimi ni mzuri na mwema kiasi gani, zinaangalia utambuzi wangu na uhusiano wangu na waliokubaliana. Wow. Pasta, bado sija kuelewa. Na mimi nataka unielewe vizuri hapa, nitairudia tena vizuri. Hawawi wote wana wa Ibrahimu kwa kuzaliwa na Ibrahimu, bali katika Isaka wataitwa. Maana yake ni kwamba sisi wote ni Waisraeli wa kiroho kwa sababu ya Yesu Kristo. Ndio sababu katika imani hatuna Israeli kama taifa, ila tuna Israeli kama jamii ya waumini. Kiroho, kisiasa sawa, wapo, lakini kiroho sisi wote tuliompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha, sisi wote ni Israeli wa kiroho, ni watoto wa Mungu. Haijalishi uko Uarabuni, haijalishi uko Kenya, haijalishi uko wapi, wewe ni mtoto wa Mungu, ni Israeli.
Sasa kuna agano, kuna madai, maombi ya agano ambayo natakiwa uyatambue hapa. Sasa anaposema kwamba sisi ni warithi wa zile ahadi, ni warithi wa ahadi, pasta, unamaanisha nini? Warithi wa ahadi ni urithi, sio malipo kwa sababu ya jitihada. Na pozi kidogo, Roho Mtakatifu akusaidia uweze kuelewa hapa. Roho Mtakatifu ana ujumbe maalum kwa ajili yako. Kuna tofauti ya kuwa mrithi. Mrithi anapewa kitu ambacho hakukifanyia kazi, lakini kilifanyiwa kazi na mwingine. Lakini malipo ni malipo ya mtu aliyefanya kitu, anatakiwa alipo. Huo ndio mshahara. Tuko sawasawa mpaka hapo? Sasa wale ambao mnafuatilia kwenye YouTube, hebu comment kidogo tu hapo kwamba nimeelewa. Na kama hujaelewa pia sema rudia, mimi nitarudia tu ili uweze kunielewa. Endelea kucomment. Haya, sikiliza, nirudie tena hii. Yabesi alipotumia neno kweli kweli, alikuwa anatafuta baraka ya agano inayotoka kwenye chanzo cha mbinguni au cha kimbingu, siyo mafanikio ya kijuujuu yanayoambatana na majivuno ya kibinadamu au hofu ya kupoteza. Tumesema ili uipime baraka yako kwamba ni ya juujuu au sio ya juujuu, angalia tu sifa zake. Unajivuna. Namba 2, huna amani, unahisi utapoteza. Lakini baraka ya agano inatoka mbinguni, ya kimbingu. Kwa nini baraka ya agano inatoka mbinguni? Kwa sababu kuna taratibu za agano. Na unaposoma kile kitabu cha kuzitambua ahadi za Mungu, zile ni ahadi za agano. Jinsi nilivyoandika kile kitabu vizuri, nimeelezea pale jinsi ahadi zako katika hili agano ya makubaliano, kuna package gani inakuja na hili agano. Zile ahadi zako ndizo unazidai, sio kwa sababu kuna kitu umetenda, ila ni kwa sababu wewe ni wa hilo agano. Yabesi anadai baraka ya agano ili anachokipewa kiwe kimetoka juu mbinguni, ili kitimize kusudi la ufalme wa Mungu. Hiyo ndiyo baraka ya agano. Watoto wako watakapoenenda katika njia zangu hiyo ni baraka iliyoambatana na masharti. Sasa tuje katika Kristo Yesu sasa, ambao sisi tunapata sasa kwa agano jipya. Baada ya kumpokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, dhambi zako zinafutwa. Unasimama mbele za Mungu kana kwamba hujawahi kufanya dhambi yoyote. Na ikijitokea umeteleza katika dhambi, elewa neno kuteleza. Biblia inasema watoto wangu wadogo nawaandikia ili kwamba msitende dhambi, lakini kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Unaambiwa kama utakuwa umeteleza, njoo kwa Kristo haraka sana akuoshe ili uweze kuwa sawasawa. Baada ya hapo, kitabu cha Wagalatia kinaelezea vizuri ya kwamba ahadi za Mungu zinapatikana kwa imani, sio kwa vitu vinavyoonekana. Kwa unapoenda kwenye kudai ahadi, hakikisha kwamba chochote unachomwomba Mungu si kwa lengo la ubinafsi, ila ni kwa lengo la kuwa baraka kwa wanaokuzunguka na kuujenga ufalme wa Mungu. Ndiyo maana ya kweli kweli. Mungu hawezi kubariki mtu ambaye anakwenda kuharibu ufalme wake. Kwa lugha nyingine, kabla ya kuomba baraka, anza kujichunguza nia yako ya ndani kwanza ikoje. Hiyo ukishaichunguza vizuri, ukiielewa, ndipo utaelewa. Sikiliza kidogo hapa. Ombi la kupanua mipaka, Gebul, halikuwa tu la kumiliki ardhi kwa ajili ya ubinafsi au kulundika mali. Kwa mujibu wa mpango wa Mungu kwa Israeli, kupanuliwa kwa mipaka kulimaanisha kuwa na nafasi kubwa zaidi ya kutimiza agano la Mungu, kutoa nafasi kwa ajili ya makabila mengine na kuwa chombo cha ukombozi. Hilo ndilo lengo. Njooni, tunapoomba baraka katika hali ya kawaida, tunaomba kupanuliwa mipaka ili watu waweze kuona kwamba tuna vitu, watu waone ya kwamba tuna mali, watu waone ya kwamba na sisi tuna hiki. Lakini lengo letu sio lengo kwa ajili ya agano, sio lengo kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Wakati mwingine Mungu anakubariki vitu na unakuwa na vitu, unakuwa na mali, unakuwa na cheo, sio ili kuinua wewe, lakini kuna watu wakutazama hivi wanasema, Mungu anatenda Bwana. Kile kitendo cha kusema Mungu anatenda, hicho ndicho Mungu anachohitaji, maana wale watu watamwabudu Mungu wakijua uwezo wa Mungu jinsi ulivyo mkubwa. Lakini sio kwamba upewe cheo, upewe nafasi, watu waseme jamaa lile lina akili bwana, angalia jinsi ambayo limepewa hapa. Huo sio mpango wa Mungu, japokuwa wanaweza wakasema, lakini isiwe nia yako ya ndani.
nia yako iwe tofauti, wao waseme uko salama. Katika muktadha wa kiroho, adui hutumia majeraha ya kale, lebo za kijamii na historia za familia zilizovunjika ili kutuwekea mipaka ya kiroho na katika lugha ambayo nimeikosa kabisa Kiswahili chake, tunaita ni kiantropolojia au antropoloia, body soul spirit integration. Shetani anataka tuamini kwamba asili yetu iliyovunjika ndiyo inayotufafanua hatima yetu au inayofafanua hatima yetu, kitu ambacho sio. Kwa hiyo shetani akishambulia hivi vitu vitatu, akishambulia mwili, nafsi na roho, lengo lake hawezi usitimize kile ambacho umezaliwa kukifanya. Kuna watu ambao wana historia mbaya, lakini walipokuja katika miguu ya Yesu walitengenezwa. Kuna mtu anaitwa Jefta katika Biblia. Jefta alifukuzwa mpaka katika ukoo wao, walikuwa wamtaki kwa sababu alizaliwa na mama wa kambo, na walipomfukuza kabisa Jefta akaondoka zake, Jefta walikuja kumtafuta baadaye akiwa na nguvu ya ajabu sana, na akawa kama mkombozi wao. Umeona jinsi ambavyo anaanza vibaya, lakini Jefta anamaliza vizuri kabisa. Sasa sikiliza kitu kimoja hapa, nataka uweze kukipata kwenye gazeti naitwa Review and Herald la mwaka 1977 ukurasa 141. Pia imeandikwa kwenye The SW Bible Commentary volume 3. The important point is that God had the prayer of faith and poured some great blessing upon his faithful servant. Jambo muhimu ni kwamba Mungu alisikia sala hiyo ya imani na akamimina baraka kubwa juu ya mtumishi wake mwaminifu. Unaposikia neno mwaminifu, ndio lizingatie sana neno mwaminifu. Mwaminifu maana yake ni nini hapa? Anaongelea ile nia safi ya Yabesi ya ndani, ndio iliyosababisha aweze kujibiwa. Nataka nikwambie unanitazama, kabla ya kusema Mungu nibariki, chunguza nia yako ya ndani kwanza. Nia yako, nini kinachokusukuma? Maombi ya Yabesi yanadhihirisha imani thabiti iliyoinuka juu ya taratibu za kawaida za maisha ya uamuzi wa kimazingira. Yabesi alitambua kuwa Mungu wa agano ana uwezo wa kubadilisha laana ya mwanzo wa kibinadamu na kuleta ufanisi wa kiungu unaovunja nguvu zote za giza zinazomzuia mwanadamu. Unayenitazama sasa hivi, achana na habari za kusema tunatokea familia yenye laana. Achana na habari za kusema kwetu kuna laana hii nimeona ndio maana hasiinuki. Wewe unaongea historia za zamani. Umeshampokea Yesu, wewe sio hao tena. Wewe umeshabadilika kabisa kabisa. Wewe unatakiwa ombi kama la Yabesi, Mungu niongezee mipaka yangu. Acha kukaa na kuomboleza na kuhuzunika. Toka nje hapo. Mungu anaweza kubadilisha mfumo kabisa, mpaka ukashangaa kabisa na maisha yako jinsi ambavyo Mungu anaweza akabadilisha. Sikiliza rafiki yangu unanitazama sasa hivi, Mungu anasikia kilio cha maskini. Ndiye Mungu tunayemtumikia. Tunamtumikia Mungu anayesikia ombi la mtu aliyekataliwa. Ndiye Mungu tunayemtumikia. Amini sasa, acha kujiwekea lebo. Mungu anaamini, anasikiliza maombi ya mtu ambaye anaomba kutoka moyoni. Omba kutokea moyoni, sio juujuu. Mungu anasikiliza maombi ya moyo uliovunjika ambao umedharaulika. Mungu anaposikia yote haya, Mungu anajibu kwa hekima yake. Mungu anajibu kwa hekima yake. Ni muhimu kuelewa kwamba Mungu husikia maombi. Yani kusikia maombi hakumaanishi kila mara anajibu kwa namna tunayotaka au wakati tunaotaka. Wakati mwingine Mungu hutupatia tulichokiomba. Kuna wakati pia Mungu hutoa kilicho bora zaidi ya kile tulichokiomba. Mungu hutubadilisha sisi badala ya kubadilisha mazingira. Uzingatie tena hicho kingine. Kuna wakati mwingine unachokitaka kije katika maisha yako, au unachokiomba, nitumie lugha hii, unachokiomba Mungu akutendee kitakuja endapo tu mazingira yatabadilika. Nyuki analetwa na maua. Kwa kuna saa unamuomba Mungu nyuki, lakini Mungu anakufundisha kupanda maua. Hilo ni jibu la hekima la Mungu. Mungu kuna wakati mwingine anatufundisha kusubiri, na hiyo yote ni kwa ajili ya faida yetu sisi wenyewe. Mungu atusaidie sana. Mungu anayesikia maombi ya mtu aliyeitwa
kwa jina la huzuni, anaweza pia kusikia sauti yako leo. Sasa sikiliza sentensi hii iweze kusaidia kabla hatujakaribia mwishoni mwa kipindi chetu, kule mwishoni kabisa. Sikiliza vizuri. Kuna kitu nataka tuweze kukiondoa kwenye akili yetu ambacho shetani pia amekiweka kwa watoto wa Mungu. Ni sahihi kutamani baraka za Mungu kabisa. Biblia pia inasema kwa upande hata wa karama za Roho, takeni karama. Una habari kwamba hata utajiri ni karama. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukataka karama, lakini kabla ya kutaka karama, safisha moyo wako kwanza, ili isije ikawa kwa uangamivu wako mwenyewe. Kama Yabesi aliomba, sema isije ikawa, asema Mungu najua unaweza kunibariki, lakini kama hizi baraka hazitakaa sawasawa, inaweza zikaniangamiza zenyewe. Ni sahihi kutaka baraka, ni sahihi kabisa. Ndio maana anasema laiti ungenibariki kweli kweli. Watu wengine wamekuwa na mtazamo kwamba kumwomba Mungu baraka ni jambo lisilo la kiroho, lakini Biblia haifundishi hivyo. Tatizo si kutamani baraka, tatizo ni kutafuta baraka bila Mungu. Hapo ndipo tatizo lilipo. Na kila wakati kwenye mafundisho yangu nimekuwa nikazana sana, nikasema jamani, bora ubaki ulivyo kuliko kumpigia magoti shetani. Baraka ya Mungu ina kusudi, haiji tu hivi hivi. Yabesi hakusema nipe vitu ili nijivune. Yabesi hakusema nipe vitu ili watu waone. Yabesi alisema nibariki. Lazima ujue kuna tofauti ya nipe na nibariki. Usiombe Mungu akupe pesa, omba Mungu akupe baraka. Baraka zitaleta pesa. Usiombe Mungu akupe nyuki, omba Mungu akufundishe kupanda maua, nyuki watakuja. Haleluya. Mtu mmoja alitumia mfano ambao niliupenda sana. Anasema usipoteze muda wako kukimbiza vipepeo ili uweze kuvinasa. Poteza muda mwingi kupanda bustani iweze kuwa na maua mazuri, vipepeo watakuja, utawakamatia pale pale tu. Watu wengi hawajui katika maisha yao. Usitafute sasa watu waweze kukupenda, ila wewe tengeneza ndani. Mungu atakuletea watu sahihi kwenye maisha yako. Hicho ndicho kitu cha msingi sana. Kuwa na watu sahihi, muda sahihi, ndio kitu cha muhimu kuliko kuwa na watu wengi. Yabesi anaposema nibariki, ni kwa maana alijua kwamba baraka kutoka kwa Mungu humwezesha mtu kuishi kusudi la Mungu, sio kuishi kusudi la watu. Baraka kubwa si mali peke yake. Baraka za Mungu zinahusisha hekima, zinahusisha afya ya kiroho, zinahusisha uwezo wa kusaidia wengine, zinahusisha amani, zinahusisha ulinzi, zinahusisha uhusiano mzuri na Mungu. Usiogope kumwomba Mungu baraka, lakini kumbuka, omba baraka ili uwe chombo cha baraka. Omba mafanikio ili mtumikie Mungu vizuri zaidi. Omba ongezeko ili uwe msaada kwa wengine. Hicho ndicho ambacho natakiwa uweze kukiweka vizuri katika maisha yako. Rafiki yangu, cha kwanza unatakiwa ubadilishwe ndani kwanza. Hicho ndicho kitu muhimu ambacho natamani kila mmoja aweze kuwa nacho. Rafiki yangu, ubadilishwe ndani kwanza. Unamwona jinsi ambavyo Yabesi alivyokuwa anaomba. Sikiliza nikwambie, dunia hupima nje, Mungu hupima ndani. Wanadamu mara nyingi huangalia unamiliki nini, unaishi wapi, nyumba yako ikoje. Ndio vitu ambavyo unapenda kuviangalia. Una cheo gani, akaunti yako ina pesa kiasi gani, una elimu kiasi gani, watu wangapi wanakujua. Hivyo ni vipimo vya nje, lakini Mungu anaangalia moyo wako ukoje. We ni mwaminifu kiasi gani mbele za Mungu kutoka moyoni, sio kupretend. Unamtumikia nani? Hilo ndilo swali. Lakini pia Mungu anaangalia tabia yako ikoje ukiwa peke yako. Hicho ndicho kipimo Mungu anachokiangalia. Ukishaanza kuelewa hii picha, utaanza kubadilisha namna mnavyoomba. Sasa umeombea kazi, umeombea baraka za kiuchumi. Kuanzia leo, baada ya kujua haya, utaanza kubadilisha staili ya kuomba. Utagundua kwa nini kuna baadhi ya vitu vimechelewa kwenye maisha yako. Mungu haangalii tu kama unaweza kupata baraka, anaangalia kama unaweza kuzibeba bila kuanguka. Wow. Ndio maana Yabesi anaomba hivyo, anasema unibariki kweli kweli, lakini anasema na mkono wako uwe juu yangu. Hii ni lugha ya picha.
Katika lugha ya picha ya Kiebrania na theolojia ya Agano la Kale, mkono yani yad unamaanisha mamlaka, nguvu inayotenda kazi na uwepo halisi wa karibu wa Mungu. Kwa hiyo anaposema mkono wako uwe juu yangu, mkono wa Bwana uwe juu yangu, Yabesi anasema hivi, mamlaka yako, nguvu yako, uwezo wako viwe kwangu. Kwa hata kama akiwa katika mali zake zile anazitumia kwa uongozi wa Mungu, mkono wa Mungu ukiwa juu yake. Hapo usije ukanenukuu vibaya. Haina maana ya kwamba mtu wa namna hii hawezi kukosea. Ukishaitwa binadamu lazima kuna kukosea, kwa sababu ya udhaifu wetu. Ndio maana tunamtegemea Mungu, ndio maana tunahitaji maombi sana, ndio maana Biblia inatuonya usitegemea akili zako mwenyewe. Kwa hiyo tunahitaji sana Mungu wa pamoja na sisi. Lakini ukijikuta umeteleza, rudi haraka mbele ya Mungu, omba msamaha, songa mbele. Bila uwepo huo halisi wa Mungu, hema ya kukutania ingekuwa kitambaa tu cha dhahabu isiyo na uhai. Damu katika huduma patakatifu ilifuta hatia ya dhambi na ilitakasa mahali patakatifu kutokana na unajisi wote. Vivyo hivyo katika vita ya kiroho, kazi ya Kristo katika awamu ya mwisho ya upatanisho inalenga kukutakasa dhamiri, utambulisho na kumbukumbu zetu za kale, Waebrania 9:14, kutokana na alama za adui. Wow. Kuna alama adui anazifuatilia. Huja kuona mtu anakuambia, mchungaji, kila ninapoenda utafikiri wameniona, nikihama hapa nikienda kule kama vile wameniona, wananishambulia tena. Alama hiyo lazima leo ifutwe kwa jina la Yesu Kristo. Ubadilishwe utambulisho wako kuanzia leo. Kitabu cha Kutoka 33 fungu la 15 anasema, kama uso wako hauendi pamoja nasi, usitupandishe kutoka hapa. Rafiki yangu, viongozi wote, watu waliofanikiwa zamani walitambua hili. Hebu nikuchukue kwa haraka tunapokaribia kuomba. Ezra, kiongozi na mwandishi huyu, anasisitiza mara kwa mara kuwa mafanikio ya safari yake na ujenzi wa hekalu hayakutokana na akili yake peke yake au kibali cha mfalme, bali ni kwa sababu mkono mwema wa Mungu wake ulikuwa juu yake. Soma Ezra 7:9 kwa muda wako. Nehemia alipokuwa na upinzani mkali wa Sanbalat na Tobia wakati wa kujenga kuta za Yerusalemu, anashuhudia mbele ya mfalme Artashasta, mfalme akanipa nilivyotaka, kwa kuwa mkono mwema wa Mungu wangu ulikuwa juu yangu. Jifunze kitu katika haya mafungu kabla hatujaingia kwenye maombi. Daudi, ukuaji na ustawi wa ufalme wake haukutokana na mbinu za kijeshi au idadi ya askari wake, bali maandiko yanasema kwa uwazi, naye Daudi akazidi kuwa mkuu kwa kuwa Bwana Mungu wa majeshi alikuwa pamoja naye. Unaanza kuelewa kuanzia leo, utaanza kubadilisha maombi yako sasa. Kanisa la kwanza katika kanisa la Agano Jipya, siri ya upanuzi wa mipaka ya Injili kwa mataifa haikuwa miundombinu ya kisasa au rasilimali fedha walizokuwa nazo, bali ni ukweli kwamba mkono wa Bwana ukawa pamoja nao na watu wengi wakaamini, wakamgeukia Bwana. Matendo 11:21. Nafikiri unaanza kupata picha sasa. Ulinzi dhidi ya uovu ndio kitu cha mwisho utakiomba leo. Mwisho wa sala yake Yabesi anasema, nawe ungenilinda na uovu, usiwe kwa huzuni yangu. Hapa kuna maneno mazito sana, tamani uweze kuyafahamu. Neno uovu katika Kiebrania linasomeka kama ra, likimaanisha uharibifu, dhambi, msiba au uharibifu unaotokana na ulimwengu ulioanguka katika dhambi. Yabesi anafanya muunganiko wa makusudi na wa karibu kati ya uovu, ra, na huzuni au maumivu, oseb. Hii vitu vinapelekana. Katika baraka hiyo, unapofanikiwa, kuna vitu vinaibuka kama uovu. Viko vingi. Yabesi ametumia neno ambalo lina maana nyingi ndani yake. Unavyoendelea kufanikiwa, unaongeza idadi ya maadui. Unahitaji ulinzi wa Mungu. Kuna watu wanakuchukia tu kwa sababu umepanda cheo. Kuna watu wanakuchukia tu kwa sababu umekaa kazini muda mrefu. Wanakuchukia tu. Kuna watu wanakuchukia tu akikuona hujawafanyia kitu, lakini wanachukia tu, ni kwa sababu mafanikio yako. Kuna watu wakisikia unasema vizuri kwa jinsi ulivyofanikiwa, wanajitahidi sana kucrash hicho kitu, wanaumia mioyo yao. Na utawasikia kwenye mazungumzo tu, mtu akisema fulani bwana siku hizi aisema mambo yake yako vizuri, unasikia huyo ameenda kutafuta nguvu huko Nigeria.
Au tu mwingine anakwambia nakosa kusema hivyo, lakini mwisho atakwambia huyo bwana msimuone hivyo, wakati unasoma shule alikuwa anakojoa kitandani. Inasaidia nini? Yani lazima arushe kaneno kwa kukuchafua tu, wako hivyo. Sasa haya yote haya Yabesi anaomba ili Mungu aweze kumlinda. Kwa nini tunasema Mungu aweze kukulinda katika haya yote? Hata kama ukiasikia asikutikise, usije ukajua na hasira kwamba fulani tumesoma naye kabisa na nisema hivi na mimi nimechukia. Hapana, unachukulia rahisi, kawaida, maisha yanasonga. Mungu akulinde. Mungu akulinde akiruhusu usikie wakikusema, utulie, wache Mungu ndiye akupiganie. Na nikwambie, usije ukacheza na watu waliozungushiwa huu ulinzi wa kimungu kama Yabesi. Maana ukiwashambulia unapigana na Mungu, na Mungu sio kwamba anakupiga wewe, ila anapiga roho iliyoko ndani yako. Lakini wakati wanajeshi wanapigana katika hizi vita ambazo mnaziona, wanalenga kumuua kiongozi wa Hamas, wanalenga kumuua kiongozi wa Hezbollah aliyepo katika jengo fulani, lakini kuna watu wengi sana wanaangamia mle ndani ambao hawatajwi, ila anatajwa yule ambaye alikuwa ni target. Unamaanisha nini? Mungu anapotetea mtu wake aliyemtuma kama Yabesi, anapopambana na roho iliyoko ndani yako, kuna hatari, kuna vitu vingine kwako vitaharibika. Kuna watu maisha yao yameharibika kwa sababu walipambana na wateule wa Mungu, na wengine itabidi mpaka waende kutubu. Kasome kitabu cha Zaburi vizuri, uone Daudi anapotaja jinsi wale jamaa waliokuwa wanamshambulia na mambo yalivyokuwa. Tunaposoma usitie majaribuni bali utoke na yule mwovu kwenye Mathayo 6:13, tunaongelea kitu kikubwa sana, Mungu aweze kutulinda. Na uone nitazama sasa hivi, ninaomba Mungu akubariki. Mungu anapokubariki, omba sana usije ukaingia kwenye shida. Ellen White anataja kwenye kitabu cha The Great Controversy ukurasa 530, Shetani anajua kwamba hata mwamini dhaifu kabisa anayebaki ndani ya Kristo ni mwenye uwezo wa kushinda majeshi yote ya giza. Kama angeonekana wazi, asingethubutu kukubaliana naye. Hivyo basi, mbinu yake ni kuwavuta askari wa Kristo watoke katika ngome ya usalama ya imani na utegemezi kwa Mungu, huku yeye akivizia kwa majeshi yake, akisubiri kuangamiza wale wote wanaojitosa katika eneo la majaribu na kujitegemea. Usijaribu kujitegemea, mtegemee Yesu. Dakika moja, mwambie Mungu shida yako, mwambie Mungu kile ambacho unakipitia. Omba Mungu akusafishe kutoka ndani, na nyamaza kwa dakika moja ili uweze kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kutuma maombi yako kupitia namba hiyo ambayo inapita hapo. Kwa wale ambao mnahitaji kutuma maombi, tutawaombea pia. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya watoto wako hawa ambao wamesikia maneno yako. Asante kwa yule ambaye anaomba kama Yabesi, ukampanulie biashara yake, ukamwongezee nafasi yake ya cheo, ukamwongezee baraka ya afya, ukamwongezee baraka ya elimu. Baba, kabla ya kufika huko kote, mtoto wako leo anaomba utakaso wa nafsi, anaomba utakaso wa ndani, utakaso wa roho, utakaso wa tabia, badiliko, kutengenezwa upya. Wewe ndiye mfinyanzi unayeweza kukiunda chombo tena. Naomba ukamuunde upya, ukamwandae kama ulivyomwandaa Yabesi, ili baraka hizo zisije zikawa kwa uangamivu, bali zikawe kwa ajili ya faida ya ufalme. Ninaomba kwa ajili ya wale ambao wanatokea familia ngumu, familia ambazo zinaonekana kana kwamba zimelaaniwa. Leo laana hizo zinavunjwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa ajili ya wale ambao shetani ametumia majeraha ya kale kuwarudisha nyuma, kuanzia sasa wakapate ujasiri kama Yabesi na kusonga mbele. Ninaomba kwa ajili ya wale ambao shetani ameweka lebo kwao, ameweka alama kwao, alama hizo ziondoke kwa jina la Yesu Kristo, wakafunika kwa damu ya Kristo Yesu. Kila adui anapojaribu kuwatazama, akaone nuru ya Kristo ikiwa inang'aa. Watoto wako wakaja na shuhuda kwa jinsi ulivyowabariki. Wanaochimba dhahabu, ukawashushie neema yako. Panua mipaka yao Baba, ninakusii mashimo yao yakatoe na wakaone baraka ya ajabu. Wale wanaofanya biashara wa madukani, ukawasaidie. Wanaofanya biashara katika masoko mbalimbali, nchi mbalimbali, kila moja na kazi uliompatia, neema uliompatia. Baraka ya Yabesi
ikawe juu yao. Nami nakutamkia unasikiliza, baraka ya Yabesi ikawe juu yako, ukaendelee kumtumainia Bwana na kumtumikia yeye siku zote. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen.